Tukiangalia historia kidogo ya Simba Sport kwenye kuitafuta nusu finali ya kwanza mara baada ya kusota kwa miaka kadhaa kuingia hatua hiyo, kiasi ambacho mpaka walipewa jina wakaitwa mwaka robo. Sasa jana hiyo safari imehitimishwa rasmi na Simba wametinga hatua ya nusu finali. Simba imetinga hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho la CAF baada ya kuiondoa Al Masry ya Misri kwa mikwaju ya penalty 4-1. Sasa kwenye mchezo wa pili wa robo finali uliofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Katika mchezo wa kwanza kule Misri, Simba ilikubali kipigo cha mabao 2-0, ambapo jijini Dar es Salaam Simba ilirejesha mabao hayo kupitia kwa Eri Mpanzu na Steven Mukwala. Shomari Kapombe alifunga penalty ya ushindi, huku mlinda mlango Musa Pimpin Kamara akiibuka nyota wa mchezo kwa kuondoa au kuokoa mikwaju miwili ya penalty. Kabla ya mchezo wa jana, Simba ilikuwa inaitwa mwaka robo na watani zao ambao ni Yanga kwa kushindwa kuvuka robo finali mara kwa mara kati ya robo finali 7 kabla ya hii ya sasa ambayo imechezwa jana, ilikuwa imefanikiwa kuvuka mara 2 tu hatua hiyo. Jina la mwaka robo tangu kuanzishwa kwa Simba mwaka 1936 imewahi kufika robo finali ya mashindano ya Afrika mara 4 kwenye michuano mbalimbali, ikiwemo kombe la klabu bingwa Afrika, sasa ligi ya mabingwa, kombe la CAF na kombe la shirikisho. Cha kushangaza katika mara hizo zote 8 iliyokuwa imevuka hatua ya robo finali mara 2 tu. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1974 Simba ilipowatoa Heart of Oak ya Ghana kwa jumla ya mabao 2-0 ugenini mjini Accra, Ghana, kwa mabao ya Abdallah King Kibadeni na Adam Sabu, kabla ya kwenda sare tasa ya 0-0 jijini Dar es Salaam. Kikosi cha Simba kilikuwa na magwiji kama King Kibadeni Sabu, Mohamed Kajole, Athmani Mambosasa na Abbas Dilunga. Hii ilikuwa ni enzi ambazo hata mfadhili mkubwa wa sasa wa klabu Mohamed Mo Dewji alikuwa hajazaliwa. Hata hivyo, katika hatua ya nusu finali Simba walikumbana na Melala El Kubra ya Misri na kupoteza kwa nyumbani goli 1 na kisha kipigo kama hicho ugenini na kuondolewa kwa jumla ya mabao 2-0. Simba ilivuka tena robo finali mwaka 1993. Safari hii ilikuwa ni dhidi ya Al Kharaj ya Algeria, ambapo ilikuwa ni ushindi wa mabao 3-0 nyumbani, na mabao 2 kutoka kwa Edward Chumila Edo, wengi walikuwa wanamfahamu kwa jina hilo la Edo, na 1 kutoka kwa Ramadhani Abdalla Mashine, kabla ya kupoteza magoli 2 ugenini. Hii ilikuwa enzi ambazo msemaji wa sasa wa klabu Ahmed Ali alikuwa bado mtoto wa darasa la kwanza au la pili au hajaanza shule kabisa. Baada ya hapo Simba ilitoa Atletico Sport Aviaco ya Angola nusu finali na kufika finali ambako walikumbana na Stella Abidjan ya Ivory Coast na kupoteza jumla ya mabao 2-0. Hizi ndizo nusu finali 2 pekee ambazo Simba imewahi kufikia kwa karne karibuni 9 tangu kuanzishwa kwake. Mara nyingine zote hatua ya robo finali imekuwa kama ukuta wa chuma. Katika kombe la klabu bingwa zamani, Simba ilishiriki mara 9 na kufika robo finali mara 2, mwaka 1974 walipovuka na 1994 walipoishia hapo.
Katika ligi ya mabingwa Afrika ambayo ni toleo jipya la mashindano hayo, Simba wameshiriki mara 9 pia na kufika robo finali mara 4 katika misimu ya 2018, 2019, 2020 na 2021, 2022 na 2023 na 2023, 2024, lakini bila kuvuka kwenda nusu finali. Katika kombe la shirikisho la kafu, Simba wameshiriki mara 7 hadi sasa, na hii ya 2024-25 ni robo finali yao ya pili katika michuano hiyo baada ya ile ya 2021-2022. Licha ya rekodi hiyo ya kukwama kufika robo finali mara kwa mara tangu mwaka 2018 hadi sasa, Simba Sport Club imefanikiwa kuwa klabu yenye mafanikio makubwa zaidi kimataifa kutoka Afrika Mashariki kwa kufika robo finali 6 katika mashindano makubwa barani Afrika. Kwa kiwango hicho, bila shaka Simba ni mabingwa wa kweli wa ukanda huu. Kwa rekodi ya kufika robo finali, Simba inastahili sifa na hatua kubwa imepiga katika miaka hivi karibuni. Watani zao Yanga wao wanajivunia kuingia finali ya kombe la shirikisho CAF msimu wa 2022-2023, lakini mashabiki wa Simba hawatosheki na robo finali tu, walikuwa wanataka hatua kubwa zaidi, na sasa jina la mwaka robo limeweka historia na linaweza kuwa historia kabisa kichwani wala masikioni kwao mashabiki wa Simba. So Simba ni tayari ameshatinga nusu finali. So kinachosubiriwa sasa hivi ni hatua ya nusu finali kama atavuka, kwa sababu atakutana na Stellenbosch ya huko Afrika ya Kusini. So tutaona Simba ataweza kumtoa Stellenbosch kwa namna yoyote ile ili aweze kuvuka kwenda hatua nyingine. So tutajua, lakini hapa pia tunaarifiwa kwamba Simba kufuzu nusu finali ni somo la kutokata tamaa. Ni kweli kabisa. Hii nitakuja kukuletea jinsi ilivyo. Simba kwenda nusu finali, hii hapa inaweza ikawa ni somo la watu wengine kutokata tamaa, kwa maana Simba ukiangalia historia nilivyokusomea hapo, unaona we ni jinsi gani ambavyo wamesota kweli kweli mpaka wameingia nusu finali hii. Lakini mara baada ya kuingia nusu finali bwana, Simba wamebadilisha malengo yao juu kwa juu, na sasa yapiga hesabu za ubingwa kombe la kafu. Tunaambiwa kwamba baada ya Simba kutinga hatua ya nusu finali kombe la shirikisho Afrika, uongozi wa timu hiyo umebainisha kuwa malengo makubwa ni kutoa ubingwa. Ni April 20 Simba inatarajiwa kucheza na Stellenbosch FC ya Afrika ya Kusini. Mchezo unatarajiwa kuchezwa uwanja wa Mkapa, na nusu finali ya pili inatarajiwa kuchezwa April 27 nchini Afrika ya Kusini. Try Again, mjumbe wa kamati ya klabu ya Simba, ameweka wazi kuwa nia kubwa ni kuhakikisha wanachukua kombe hilo. Malengo yetu ni kuhakikisha tunachukua ubingwa wa Afrika. Wanasimba wetu wote wana furaha baada ya ushindi, hivyo huu ni ushindi wa wanasimba wote na Watanzania wote. Wachezaji tuliwaambia kwamba hii ni mechi kubwa, wanapaswa kuwa katika upambanaji. Kwanza tunakwenda kukaa chini kuangalia namna gani tutafikia finali. Simba ilipata ushindi hiyo April 9, 2025 kwa maana ya jana kwa penalty 4-1 ikiwafungasha virago Al Masry kutoka Misri baada ya dakika 90 kusoma Simba 2 Al Masry 0. Ile robo finali ya kwanza ugenini ilikuwa Al Masry 2 Simba 0. So Simba wameenda hatua ya nusu finali, lakini pia huko ataenda kukutana na Stellenbosch FC ya Afrika ya Kusini. Kuona je Simba atapenya hapo kwenda hatua ya finali, tusubiri tuone.